Wenzetu Dodoma wako tayari. Ndio. Nadhani ni muda mzuri wa kuweza kujiunga na wenzetu kutoka Dodoma kama ambavyo tulikuahidi hapo awali, ambapo leo hii Dodoma watakwenda kuzungumzia kuhusiana na haki za kijamii na wajibu wa jamii. Ni kweli kwamba kuna haki za kijamii lakini pia kuna wajibu wa jamii, na nyinyi sisi jamii tuna wajibu wa kufanya. Na wageni leo ni Hadija Kisa ambaye ni afisa ustawi mwandamizi na Godfrey Ndege wakili wa serikali. Ndio. Hilo ni swala kubwa. Ndio. Kuna siku kabisa ya kimataifa ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa. Sawa sawa. Ambayo ni kila tarehe 20 ya mwezi wa pili, ni siku ya haki za kijamii duniani. Sawa sawa. Kwa hiyo inalenga kuhakikisha kwamba haki za kijamii zinafikishwa kwa makundi mbalimbali ya wananchi, ikiwemo maeneo ya pembezoni ambako mara nyingi ndio unakuta either anachelewa kufikiwa au watu wanakuwa na hali duni kiasi kwamba labda wanakosa kuzipata zile haki zao haki za huduma za kijamii, ikiwemo vitu kama maji. Unaona ambao ukiona maji ni uhai lakini unaweza kukuta hayajafika, ama mtu anayapata kwa umbali mrefu, ama hayapati yaliyo safi na salama. Kwa hiyo yote hiyo ndio hiyo siku inalenga kuangalia namna ambavyo serikali mbalimbali duniani zinahakikisha wananchi wake wanafikiwa au wanapatiwa hizi haki ya huduma za kijamii. Na Dorcas umezungumza vizuri sana. Maeneo ya vijijini mara kadhaa kwenye mataifa mengi yamekuwa kisaulika sana. Si umenipata? Kwa mfano huduma ya mawasiliano maeneo ya vijijini yalisaulika. Ndio maana ukaanzisha ule mfuko wa UCSAF kama unakumbuka vizuri. Ni kweli katika baadhi ya mimi nenda Ifinga kijijini huko, na hiyo ni huduma hiyo. Huduma ya mawasiliano muhimu kabisa. Ni haki ya watu kuwasiliana na kupata taarifa. Nienda Ifinga huko inabidi utembee kama kilomita 20 uende kwenye Kamlima Nyoka pale ndio upoke, wanampa mtu simu. Ilikuwa 2017 kama sikosea, lakini serikali sasa hizo watu wa Ifinga huko Madaba, Ruvuma huko wananielewa vizuri. Sasa wanampa mtu mmoja zile simu, anatembea kilomita 20 anaenda pale, anaanza kupokea SMS zinaanza kuingia. Unajua simu kwa mfulizo afu kama mtu ambaye kampigie mjomba wangu mwambie 1 2 3 jamaa na maelekezo 100. Sio hata kama anayakumbuka wengine wanamwandikia kwenye karatasi. Lakini ndio kinachofurahi. Pia wajibu wa jamii unapodai haki. Yes. Una wajibu. Sasa kwa mfano kama tumegusia swala la maji au hilo logusia la simu, nakuja mnaekewa mnara pale, mnashindwa kuulinda, kuutunza. Au nyie ndio mnakuwa wa kwanza kuuharibu, au mnaekewa bomba la maji, ndio kwanza kama ni kisima, mwingine kaja kachimba huku, mwingine kafanya hivi, mwisho wa siku. Kwa hiyo mna wajibu yani kila kitu unapodai haki ujue na wewe una wajibu wako pale. Sawa, tunaona Leonard Mwacha kutoka Dodoma yuko tayari na wageni wetu pale na tayari kwa ajili ya mahojiano. Karibu sana Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Naam, asante sana kutoka jijini Dar es Salaam, na mtazamaji karibu tena katika ungwe nyingine tena ya Baragumu Live, na sasa nakaribisha moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, Tanzania. Na kama ambavyo umeambiwa hapo studio zetu za Dar es Salaam kwamba siku ya leo tutakuwa tunajadili haki za kijamii pamoja na wajibu wa jamii. Kumbuka siku hii inaadhimishwa tarehe 20 Februari kila mwaka, na nikumbushe tu kidogo kihistoria, ilianzishwa tarehe 28 Novemba mwaka 2007 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na kimsingi ni kutambua, kuenzi na kufanya tathmini ya utekelezaji wa haki za kijamii. Na mara nyingi tumekuwa tukifahamu, tumezoea haki za binadamu mpaka haki za wanyama, umeona haki za wafanyabiashara, haki za mteja, lakini masuala ya haki za kijamii kidogo ni kitu ambacho sio maarufu na pengine unakuwa labda ukifahamu. Lakini siku ya leo maksusi kabisa tumetoka kuadhimisha siku ya haki za kijamii, lakini tuzungumze kidogo nini haki za kijamii, zinahusika na nini, na haki inakwenda na wajibu ni upi. Sasa wajibu wa jamii, na kushajua kama jamii hiyo ni haki yako, uanze kuitafuta, umeona, na vitu vingine kama hivyo. Mimi naitwa Leonard Mwacha, karibu sana Dodoma. Dodoma ni shwari, ni salama, na anayetaka aje. Katika kujadili siku ya leo kwenye haki za kijamii tupo na Hadija Kisa, huyu ni afisa ustawi mwandamizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini pia tupo na Godfrey Ndege, huyu ni wakili wa serikali. Karibuni sana jamani. Asante. Habari za majukumu? Nzuri kabisa. Jamii inapata haki zake?
kabisa. Bila shaka yenyewe, kwa sababu nafahamu haki za kijamii, bila shaka mtakuwa mkizipata mnajua kabisa hizi ni haki za kijamii. Lakini wengine wasijue kwamba wanazipata ni haki zao za kawaida. Kwanza natamani kufahamu kitu kimoja. Mwanzo nimesema tuna umaarufu wa haki za binadamu au haki za kibinadamu, hata haki za wateja, wafanyabiashara, za wanyama na vitu vingine kama hivyo. Kuna mstari wote mwembamba unaotenganisha, kuna tofauti yote ya haki za binadamu na haki za kijamii? Na unapoongelea swala zima la haki za binadamu ni swala pana, lakini saa hizi haki za binadamu zenyewe pia zimegawanyika katika makundi kadhaa. Makundi makubwa ambayo yamekuwa yakizitofautisha haki za binadamu ni matatu. Kuna haki ambazo zinaitwa haki kundi la kwanza nasema ni la haki za kisiasa, haki za kiraia na haki za kisiasa, lakini pia kuna kundi la pili linahusisha haki za kiuchumi, haki za kijamii pamoja na haki za kiutamaduni, lakini pia kuna kundi la tatu linakuwa na haki za kiujumla, haki za makundi haswa. Kwa hiyo tunapokwenda kuongelea swala zima la haki za kijamii, hili ni kundi ambalo linahusisha ambalo linahitaji kwamba wananchi wapate haki zao kwa haki na kwa usawa. Hili ndio kundi la haki za kijamii, kwamba jamii ama wananchi waweze kupata yale mahitaji yao ya msingi katika hali ya haki na hali ya usawa kabisa katika jamii. Kwa hiyo maana yake ni collective, yani ni jamii inapata kwa ujumla wake, yes. Sio mmoja. Sawa. Mmoja pia inahusika, lakini ni kwamba wazipate wengi, pengine inufaishi watu wengi, wananchi wote wazipate kwa usawa, bila kuwepo na ubaguzi, bila kuwepo na utofauti. Watu wote wapate hizi haki kwa usawa. Huo ndio msingi mzima wa haki za kijamii. Sasa natamani afisa usawa kwa haraka atupitishe kwenye mifano ya haki za kijamii, ili mwananchi akisikia kumbe ni haki yangu ya kijamii moja kwa moja. Asante. Tukizungumzia haki za kijamii kama alivyoongelea wakili msomi, ni haki za binadamu ambazo zinahakikisha kila mtu anaishi maisha ya utu na ya ustawi, ambayo yanamwezesha kupata huduma muhimu na fursa bila ubaguzi wowote. Sasa haki hizi tunazozungumzia kama alivyosema wakili, kwanza kabisa tuna haki ya kupata huduma za afya. Tuna haki ya kupata elimu, tuna haki ya kuwa na makazi bora, tuna haki ya hifadhi ya jamii, tuna haki ya kupata huduma ya maji safi, tuna haki ya kupata huduma za nishati, usalama wa chakula na masuala mengine kadhaa, yale masuala ya jumla ya kijamii. Hapo kuna nishati hapo. Ndio. Siku hizi tuna nishati safi hapo. Ndio. Hivi hata nishati safi ni haki ya kijamii? Sasa hivi ni haki ya kijamii. Sasa hapo kueleze hapo. Sasa hapo unaweza kusema nishati na nishati safi. Yeah. Tuna nishati safi lakini tuna masuala ya umeme yanaingia hapo ndani. Na sasa hivi nishati safi tunaenda kwenye kutumia masuala ya gesi, kuondoka kwenye masuala ya gesi ukaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa maendeleo tuliofikia sasa hivi, haki za kijamii pia nishati safi ni sehemu. Okay. Yeah. Umetaja neno maendeleo hapa. Ndio. Tunaweza kusema hii namba nipeleke kwa wakili msomi. Umesikia hapo wakili msomi? Nitamsha tu wakili, kumbe lazima wakili msomi. Sikujua, kumradhi ndugu yangu. Kwenye maendeleo. Tunaweza kusema tumepiga hatua kimaendeleo, tukajigamba kabisa tuna miradi mikubwa ya kimaendeleo bila kuwepo na haki za kijamii. Kuna namna haki ya kijamii ndo msingi, ndo tafsiri halisi ya maendeleo katika taifa lolote lile. Inapaswa kufahamika kwamba mojawapo ya mahitaji ya haki za kijamii ni maendeleo yenyewe, kwa sababu mojawapo ya vita ambayo inapigana kwenye haki za kijamii ni kuondokana na umaskini. Unaona, kwa hiyo katika kuondokana na umaskini kwamba tutajikuta tunaenda kwenye kipengele kizima cha maendeleo. Na ndio maana unaona kwa sasa serikali imekuwa ikijitahidi kuhakikisha kwamba jamii zote za vijijini na mjini zinaendelea
lengo ni kufikia kwenye kiwango cha usawa. Kama nilivyokuambia, msingi mkubwa wa hizi haki za kijamii ni kufikia usawa, kusiwepo na utofauti, kusiwepo na ubaguzi, kusiwepo na makundi kwamba hili linafaidika labda lesa. Inapokuja swala zima la upatikanaji wa huduma ya maji ama huduma ya afya, walioko mjini wanajikuta wanapata huduma nzuri zaidi kuliko walioko vijijini. Ndio maana serikali sasa inakuwa inachukua hatua kwa kujenga vitu kama miundombinu, kwa mfano ya afya, miundombinu ya elimu, miundombinu ya maji. Hivi vitu vinafanyika kote mjini na vijijini. Lengo ni kufikia maendeleo na kuondokana na swala zima la umaskini, katika hali ya usawa. Tumetoka kuadhimisha hii siku tarehe 20 Februari. Katika kuadhimisha hii siku, unajua kila tunapoadhimisha siku yote lazima inakuwa na umuhimu na inatoa maana kwa taifa lolote lile. Kisa kuna umuhimu wa katika siku hii hususa katika taifa ambalo linazidi kupiga hatua kama Tanzania. Asante. Umuhimu upo, na tukiangalia chanzo cha kuwepo maadhimisho haya, tunarudi nyuma kwenye historia. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kulitokea madhara mengi sana kwenye jamii. Watu walikosa huduma, kuna maskini mkubwa, watu hawana makazi, huduma za kijamii zikawa zina hali mbaya. Sasa baada ya vita ya pili ya dunia, mwaka 1945 ikaundwa Umoja wa Mataifa. Ili kuhakikisha kwamba sasa wanasimamia amani na haki za binadamu duniani. Lakini ikawa bado haitoshi, wakaona nchi nyingi bado zinaendelea kuwa na yale madhara. Ikafikia mwaka 1948 likaanzishwa Baraza la Umoja wa Haki za Binadamu. Ili kuhakikisha kwamba wanasimamia haki za binadamu, kama tulivyosema haki za kijamii ni sehemu. Lakini bado ikawa haitoshi. Wakasema tunahitaji kitu ambacho kitazifanya nchi ziwajibike kisheria. Ukaanzishwa mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni mwaka 1966. Sasa mkataba ule ulikuwa unazitaka nchi zote zikubaliane na masharti yaliyowekwa kule ndani, kwamba kuhakikisha wananchi, madhara yalishatokea, kuhakikisha uchumi unakuwa, hali za wananchi zinaimarika na tamaduni pia zinaendelezwa. Sasa mwaka 66 Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi ilikubaliana na mkataba ikausaini, lakini ukisaini mkataba si kwamba unatekeleza. Ilivyofika mwaka 1976 nchi ikaamua kuuridhia mkataba kwamba tumepokea na tutatekeleza. Na mkataba ule unataka nchi ambayo imeiridhia waweke mazingira ya kisera, sheria, kibajeti kuendana na rasilimali zilizopo, kuhakikisha inaendeleza ustawi wa watu. Na kuanzia mwaka huo Tanzania imekuwa ikifanya hivyo, kuhakikisha ustawi wa watu unaimarika. Lakini ili kuweka msisitizo zaidi, tukumbuke nchi yetu ilitengeneza katiba mwaka 1977. Kumbuka 76 tumesaini mkataba, 77 kukawa kuna katiba. Kwa hiyo ukisoma kuanzia ibara ya 8 mpaka 29 imeweza kuelezea kiuzuri kabisa hizo haki. Kwa hiyo haki zinatekelezwa Tanzania kwa mujibu wa katiba, baadaye zikatungwa sheria na masuala mbalimbali. Sasa tunafikaje kwenye maadhimisho kutoka kwenye hiyo historia? Nchi zinapokuwa zinaendelea, kulikuwa kuna mikutano mbalimbali ya mapitio ya hali ya maendeleo ya kijamii ulimwenguni. Kwa hiyo wakati wakifanya yale mapitio, nchi mbalimbali wanakuta kwamba swala la nchi zinajitahidi kukuza uchumi. Ndiyo. Lakini hali za maisha ya watu bado ni mbaya. Na umaskini kinapanda. Tukisoma nchi fulani pato la taifa limeongezeka, lakini ukiangalia hali ya umaskini, ukiangalia swala la ajira, ukiangalia ujumuishaji wa makundi yote kwenye jamii, bado unakuwa imebaki nyuma. Kwa hiyo ndio hapo mwaka 2007 Baraza la Umoja wa Mataifa akasema tuanzishe siku maalum ambayo tutakumbusha nchi, lakini na wajibu wa watu kuhakikisha kwamba maendeleo ya kiuchumi si maendeleo peke yake bila maendeleo ya watu. Kwa hiyo chanzo cha maadhimisho kilianzia hapo, kwamba tunaadhimisha ile kukumbusha kwanza wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba huduma za kijamii zinakuwepo, lakini kuwakumbusha wananchi kwamba wana haki ya kupata hizo huduma. Kwa hiyo chanzo kilianzia hapo, maadhimisho yakawapo, na tangu hapo mwaka 2009 ilianza kuadhimishwa rasmi, na Tanzania tumekuwa tukiungana na nchi zingine. Lakini sisi kwa ujumla wetu, serikali imekuwa ikifanya kazi hiyo kuhakikisha hizo huduma za kijamii zinapatikana.
tuna vitu vingi sana, tutaelezea hapo baadaye vitu ambavyo vinafanyika kwenye maeneo ya afya, kwenye maeneo ya elimu, kwenye masuala ya makazi bora, usalama wa chakula, masuala ya hifadhi ya jamii kama tulivyoona. Lakini mwisho wa siku sisi tumekuwa tunaweka msisitizo zaidi wananchi kuelewa haki zao. Kwa sababu mkataba unavyoeleza swala la kuwepo huduma za kijamii au haki za kijamii sio swala la hiari kwa serikali, ni wajibu na si hisani kwa wananchi. Kwa hiyo serikali imefanya sehemu yake, huduma zipo kama tunavyoona, tuna maendeleo makubwa sana kwa hivi sasa, lakini swala linabaki kwa wananchi kuweza kuzitumia. Kwa sisi Tanzania tunatumia siku hii kuwakumbusha watu ni haki yenu kutumia hizi huduma, kutumia hizi fursa, lakini pia wazifahamu ni fursa zipi zilizopo. Okay. Tukibaki hapo kwenye hizo huduma, ndio. Pengine wakili nisaidie. Tunaweza tukawa na pengine tukawa na hospitali kubwa nzuri very advanced katika masuala ya teknolojia. Tukawa na shule nzuri sana na tungine kama hivyo. Tafsiri ya huduma na haki ya kijamii ni jengo ambalo pia lina wafanyakazi wazuri, madaktari wabobezi, au ni kile kinachomfikia mlaji, nikimaanisha huduma kwanza anavyopokelewa kama ni hospitalini, huduma anayoipokea kama ni mwanafunzi shuleni, akutana na mwalimu kamfundisha na vitu vingine kama hivyo, au ni vyote viwili, majengo mazuri na huduma, au tunaangalia katika upande wa huduma? Kwa sababu kuna hatari wakati mwingine na mara kadhaa hizi changamoto sio kwamba utakubaliana na mimi kwamba hazikosekani, kwamba kuna sehemu serikali imejitahidi sana, hospitali kubwa na nzuri, lakini mtu mmoja tu akaamua kujizima data, vijana wanasema, na akaamua kubobusha ile huduma. Haki ya kijamii hapo inakuwaje? Nafikiri hii lifahamike wazi kama tunavyosema kwamba haki na wajibu ni pande mbili za shilingi moja. Vile vile linapokuja swala la miundombinu na swala la huduma, naweza pia nikasema pia ni pande mbili za shilingi moja, kwamba hauwezi kusema kwamba kinachotakiwa ni huduma wakati huna miundombinu. Mfano majengo ya shule, majengo na vifaa tiba vya hospitali na vitu kama hivyo, kwamba ukasema hivyo vyenyewe viwepo alafu huduma zisiwepo, haiwezekani. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinahitajika. Ili kupata huduma ya afya ni lazima tuwe na majengo ya hospitali na vifaa vinavyohitajika kwenye hospitali. Ili tuwe na hii haki ya kupata elimu ipatikane, ni lazima tuwe na majengo ya, kwa maana kwamba madarasa yawepo, lakini pia wawepo walimu ambao watakuwa wanafanya kazi ya kufanya nini, ya kufundisha. Kwa hiyo hivi vitu viwili vyote vinaendana, kwamba ni lazima miundombinu iwepo kwanza, na baada ya miundombinu kuwepo huduma sasa zitolewe. Lakini pia huduma ndio tumesema kwamba haki na kuendana na wajibu. Serikali imejipanga ikaweka miundombinu. Ni wajibu wetu sisi kama wananchi sasa kuzifuata zile haki zetu kwa kwenda hospitali, kwa sababu tunajua zipo tamaduni au zipo jamii zingine bado zinaona uzito kwenda kupata huduma za kiafya, zinatumia vitu kama mitishamba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo serikali imeweka miundombinu, huduma zipo, lakini hawaendi. Kwa hiyo tutumie fursa hii kuwahimiza wananchi kuwa wanakwenda kuzipata huduma ambazo zimeanzishwa, mazingira ambayo yamewekwa na serikali kwa ajili ya wao kupata zile huduma, waziende wazifuatie ili waweze kunufaika na kizao hizo za kijamii. Ni kiwango gani cha utoaji wa huduma ambacho kinatafsiri haki ya kijamii? Nikimaanisha kwa sababu tuna swala la utoaji huduma kwa weledi. Unajua wakati mwingine kama ni haki yangu, yaani hata ukiichelewesha bado ni changamoto, unajua Kwa hiyo naweza nikaenda hospitalini, natakiwa kuhudumiwa labda mfano mama mjamzito kwa mfano. Anatakiwa labda ajifungue labda muda wake ni saa 9. Lakini mpaka saa 12 daktari hajatokea. Utaniambia hii ni haki ya kijamii bado au kuna changamoto? Hapo ndo msingi swali langu lile. Kwa sababu tena ustawi ndio mwandamizi. Kama alivyoelezewa wakili msomi kwamba kwenye masuala ya matumizi ya hizi huduma tuna miundombinu, tuna wataalamu, tuna vifaa, lakini kuna swala la ufikiaji na matumizi. Ndio. Lakini pia tuna kitu muhimu sana, utoaji wa huduma yenyewe. Ndio. Zile pande mbili za shilingi moja. Kuna haki, kuna wajibu. Huyu mtoa huduma ndio maana kuna masuala ya maadili. Kuna masuala ya taratibu za kazi. Kuna masuala ambayo yanamfanya huyu mtoa huduma aweze yeye kutoa huduma kuendana na vile ambavyo inatakiwa. Ndio swala la kwenye haki za kijamii, kuna bila ubaguzi naenda na wajibu. Kuchelewesha huduma ni kutowajibika. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunasema tunasisitiza haki za kijamii, lakini msisitizo pia upo kwa watoa huduma, kwamba kila mtu atimize wajibu wake kwa eneo analokuwepo. Na haki itoke kwa wakati. Haki kwa wakati na wajibu kwa wakati. Tena kwa weledi. Yeah. Nimeuliza kwa sababu
kiongozi mmoja alienda kwenye ofisi ya kiongozi mwingine, nadhani mahali fulani, akuta hajafika ofisini. Nadhani mliona. Na akasema hatuwezi chukulia. Sawa. Ndio maana nimuulize hilo swali pia, kwa sababu wakati mwingine tunaweza kusema kwa tuna maendeleo ya miundombinu, lakini kama huduma, utoaji wa huduma haitafsiri au mwanafunzi yule mwananchi haridhiki na kiwango cha utoaji huduma, alafu mwambie leo hii ni haki yako, anaanza sikuelewa. Bado nibaki kwa wakili. Kwa upande wa Tanzania pekee, ni kwa namna gani tunaenzi, tena hapa nataka niongezee kwa vitendo, hizi haki za kijamii? Nianze kwa wakili. Asante. Ni kwa namna gani Tanzania inaenzi hizi haki za kijamii? Tanzania kama nchi imekuwa ikiweka jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi wanatekeleza vipi? Wanatekeleza kwa kuweka mazingira, kwa kuweka miundombinu ambayo wananchi kuzipata haki. Miundombinu tunayoelezea ni kama tumesema, miongoni mwa hizo haki za kijamii ni haki kwa mfano ya kupata elimu. Kwa hiyo serikali inatekelezaje hilo? Serikali inajenga shule. Sisi wote ni mashahidi kwamba sasa hivi serikali imekuwa ikiboresha miundombinu ya majengo ya shule za msingi. Vile serikali imekuwa ikienda mbali. Kwa mfano sasa hivi elimu ya msingi ambayo inaanzia shule ya msingi yani mpaka kidato cha 4 imekuwa ikitolewa kwa bure, unaona Lakini mikopo kwenye elimu ya vyuo vikuu, hizi zote ni jitihada ambazo tumeona serikali zimekuwa ikizifanya kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata hiyo haki ya kijamii ambayo ni haki ya elimu. Lakini tukirudi kwenye swala la afya, tumesema afya pia ni mojawapo ya huduma za afya ni mojawapo ya haki ya kijamii. Tumekuwa tukiona zahanati zimekuwa zikijengwa kwenye vijiji na mitaa, tumekuwa tukiona vituo vya afya vikijengwa kwenye kila kata, hospitali za wilaya zimekuwa zikijengwa, hospitali za mikoa, hospitali za rufaa za mikoa ama za kanda, lakini pia kuna hospitali za kitaifa kama Muhimbili na Benjamin Mkapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kutokana na haya ambayo nimeyasema, tukienda kwenye huduma ya maji, sasa hivi ukiangalia miradi ya maji ipo karibu kila kona. Mpaka vijijini sasa hivi wanajengewa miradi mikubwa ya maji. Lengo ni serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanazifaidi ama wanazipata hizo haki za kimsingi, haki za kijamii. Okay. Kisa kwenye wananchi ambao ndio kimsingi tunawaita walaji, ndio wateja wa hizi haki za kijamii. Si ndio? Tuna wananchi, tuna wakuu wa mikoa, tuna wakuu wa wilaya, tuna wabunge ambao ni wawakilishi, lakini tuna viti wa mitaa na kadhalika. Serikali kuu ndio ije ione kwamba Tandahimba kuna changamoto ya maji kijijini kule, au Kishumundu kule Uhuru kuna changamoto ya barabara, ni changamoto. Ndio maana tunawakilishi, si ndio? Ukiitoa serikali kuu, nani anabaki kiungo? Nani anapaswa kuhakikisha kwamba serikali imeleta haki fulani kwa jamii fulani ambayo haina? Kwa wakati mwingine kutokana labda na daraja, labda jamii yenyewe haiwezi kutoka kijijini kwenda serikali kuu kudai maji na vitu vingine kama hivyo. Ni wajibu wa nani kuhakikisha kwamba ukiachana na serikali ambayo itatekeleza pale inaposikia na kuona, kwa sababu haiwezi, kama nilivyosema mwanzoni, haiwezi kufika ndani kule sehemu fulani wa changamoto ya maji, lazima kuna hao wawakilishi. Wajibu wa kwanza ni wa nani? Asante. Wajibu wa kwanza ukaweza kujulisha kwamba kuna changamoto fulani ya haki ya kijamii inaanza kwenye jamii husika. Kama tunavyofahamu, serikali yetu ina utaratibu wa kushughulikia mambo yake. Ndio maana inapofika wakati wa kuandaa bajeti zinaanzia ngazi ya vijiji na mitaa. Kule ndiko ambako wanakusanya na kuweza kujua nini kinahitajika. Na ndio utaratibu wa serikali siku zote. Kwa hiyo inaanza vijiji, mitaa, inakuja kwenye kata, majumuisho, kujulisha kwamba huku kuna kitu gani wanahitaji kwa wakati huo, lakini inaenda ngazi ya halmashauri, tunasema zinakuwa zimejumuishwa. Kwa hiyo ukienda kwenye mapendekezo ya vitu vya kufanyika, hasa kwenye mchakato wa bajeti ambao unaanzia chini, huko unakuta yale maombi ama unakuta maombi au mapendekezo ya vitu ambavyo vinahitaji kufanyika. Lakini si kusubiri tu kutoka kule. Tunasema sio kusubiri tu kutoka kule. Tayari Tanzania tulisha saini mkataba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba zile huduma zinafika
au haki za kijamii zinatekelezwa. Kwa hiyo kwa kuwa na ule wajibu na kuona kwamba kuna mchakato lazima uanzie chini. Ukianzia chini ni rahisi kwenda kutibu yale mahitaji ya wananchi wenyewe ambao wanahitaji. Na ni sehemu ambazo pia zinakuwa zinaonyesha mapungufu sana. Kwa kiasi kikubwa serikali inafanya. Wananchi wanachokifanya ni kwenda sasa kuwasilisha yale sehemu ambazo wanaona mapungufu, tunahitaji huduma hii, kunahitajika huduma hii, kunahitajika huduma ile. Kwa mchakato ukianzia chini kufika huku juu ni rahisi. Kwa hiyo unaanza kwa wananchi wenyewe. Alright. Yeah. Mimi nataka ni hii itakuwa challenge kidogo lakini tupo live na mtajibu tu hili. Mtanisamehe. Wakili? Naam. Una watoto eh? Yes. Watoto una. Naam. Unafahamu haki zao za kijamii? Watoto kama wanafahamu wa kwewe kwangu mimi wanajua, ulishakwambia haki yako mwanangu wa kijamii pamoja na shuleni sijui anajua au umri bado wakubwa ambao ni wakubwa wa kwangu mimi wanajua kwamba kwenda shule ama kupata elimu ni haki yao, wanajua kutibiwa ni haki yao, wanajua kisa na tabasamu tuliruke au tukuulize pia au ni reserve naelewa. Nimuuliza ni swali kwa sababu nilikuwa nitafuta haki ya kijamii na ipata wapi kwenye physics sioni, chemistry na biology si ndio, naiona sasa kwa somo la uraia. Mimi ni muumini ambaye naamini katika kuwajengea kizazi toka wakiwa wadogo hiyo misingi. Viongozi ambao tunaona leo ni walikuwa watoto, ni malezi na makuzi na elimu toka shuleni. Nafasi ya elimu hasa ngazi ya chini, hususa somo la uraia hapa nahitaji kwa sababu ndo niko nakoiona, sioni katika somo lingine. Ili somo na elimu yetu ya Tanzania ina nafasi gani katika kukuza jamii ambayo inatambua na kulinda haki ya kijamii? Wakili kwa kwanza. Au sababu uliniambia kwa watu wako nafamoja tuanzie huko. Asante. Tunapozungumzia elimu ya uraia ina nafasi gani kwenye haki za kijamii? Nafasi yake ni kubwa sana. Kama tunavyofahamu, elimu ya uraia inamjengea mtu uelewa na kumpa maarifa kuhusu haki zake, lakini inajenga uelewa na maarifa kuhusu wajibu, inajenga maarifa kuhusu maadili, lakini na nafasi ya mtu kwenye jamii na taifa. Na lengo kubwa, mtu atafundishwa haki zake, ikiwemo hizi zote tunazozungumza, hizi haki za binadamu zote zinafundishwa kwenye somo la uraia, lakini pia inamsaidia kuelewa pia kwamba inajenga misingi kwamba binadamu wote ni sawa. Usawa kwa binadamu. Lakini kitu kingine, elimu ya uraia inawezesha pia mtu kufahamu namna mamlaka ya mwema anayewajibika na anayeshiriki kwenye maendeleo ya taifa na jamii wa haki na wajibu kwa huyu mwananchi, kwamba nikishaelewa haki zangu nitaelewa wapi nikapate nini na kipi kinapatikana wapi. Lakini pia kwa watu hata pia na sehemu wanayotakiwa kuwajibika, mfano tunasema serikali inaweka miundombinu na huduma mbalimbali. Inapotokea mtu anatakiwa kulipa kodi, anafahamu ni wajibu wake kwamba natakiwa nilipe kodi, lakini kwenye huduma sipewi bure, natakiwa kuchangia kwa ajili ya uendelevu. Huduma za maji, huduma za umeme natakiwa kuchangia. Kwa hiyo mtu anakuwa yuko tayari. Lakini kitu cha pili, inaondoa ubaguzi kwenye jamii. Somo la uraia, binadamu wote ni sawa. Na kama binadamu wote ni sawa, ni rahisi watu kuishi kwa amani bila kujali tofauti zao. Za rangi, za dini, za hali ya kipato, la masuala ya ulemavu. Lakini kwa watoa huduma, mtu aliyepata elimu ya uraia hata anapotoa huduma atatoa huduma bila ubaguzi. Kwa hiyo atatoa huduma sawa kwa watu wote. Lakini kitu cha tatu, elimu ya uraia inaimarisha uwajibikaji na utawala bora, hasa kwa watu wanaotakiwa kutoa huduma. Nazungumzia upande wa serikali, viongozi na taasisi. Mtu anajua kabisa kwamba watu wanafahamu haki zao. Nisipofanya inavyotakiwa, watu wanaweza wanadai, kwa sababu mtu anayefahamu haki zake anakuwa na ujasiri wa kudai na anafahamu wapi akadai. Lakini kingine, ushiriki wa jamii kama nilivyosema kwenye mambo yanayowahusu. Vikitishwa, tumezungumzia hapa swala la matatizo kuanzia kwenye jamii. Vikao vile vya kuleta mapendekezo au matatizo ya kijamii vinaanzia kwenye vikao vya vijiji na mitaa.
Mtu anakuwa na ujasiri wa kwenda kwa sababu jua ni haki yake, lazima ashiriki. Okay. Lakini kwenye masuala ya uongozi, mtu anajua anaweza nikagombea nikawa kiongozi, lakini atashiriki kwenye kupiga kura kwa sababu anajua ni haki yake ya kuchagua, kuchaguliwa, atashiriki. Na kingine kikubwa, elimu ya uraia inajenga amani na mshikamano kwenye jamii. Watu wataheshimiana, watashirikiana. Tunapo kwenye mshikamano na kuheshimiana, umenikumbusha kitu kimoja. Katika ardhi ya Tanzania ni moja kati ya nchi pekee na pengine chache, Wakristo na Waislamu wote usicheki, tunakutana kwenye mfungo, tunakaribishana, umeona, yani na tunaishi na hakuna bugdha yoyote. I love Tanzania. Wakili, naamini haki yoyote ile iwe ya kijamii inalindwa. Haki lazima ilindwe. Vivyo kwa vivyo hivi. Ni kwa kiwango gani Tanzania tumefanikiwa kulinda hizi haki za kijamii? Tanzania imefanikiwa kwa kiwango kikubwa kulinda haki za kijamii, na ulinzi huu unapatikana kwenye sheria mbalimbali ambazo zimetungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kulinda hizi haki za kijamii ambazo tumezitaja. Mathalani tujaribu kuangalia swala zima la afya. Kuna sheria maalum ambayo imeanzisha mfuko wa bima ya afya kwa wote, NHIF ile maarufu kama NHIF. Tunaona sheria ipo mahususi kwa minajili ya kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya afya kupitia bima ya afya kwa wote. Lakini vile vile zipo sheria kadhaa ambazo zinasimamia masuala ya mifuko ya jamii. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata manufaa ama wanafaidika na hizi haki za kijamii. Lakini vile vile Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukisoma pale ibara ya 22, ukisoma ibara ya 24 na ibara zingine, ibara ya 29 na masuala ya haki na wajibu, utaona masuala ya kazi, ujira unaostahili vimeelezwa pale kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna swala zima la kazi inayozingatia utu. Kuna sheria mahususi ya kazi na mahusiano ya ajira kazini, huko ipo inasimamia kuhakikisha kwamba wale watu wanaoajiriwa wawe wana mahusiano mazuri na waajiri wao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwa nchi ama serikali kutunga sheria mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na haki zao za kijamii, inaonyesha jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanywa na Tanzania kwa ajili ya kulinda haki hizi na kuhakikisha kwamba wananchi wanazipata na kuzifaidi. Kama sheria zipo na zinasimamia na kulinda hizi haki za kijamii, kuna changamoto zozote za utekelezaji wa hizi haki za kijamii ikiwa pia sheria ipo na inataka wafanye hivyo katika utekelezaji wa sasa? Katika utekelezaji, changamoto mara nyingi huwa hazikosekani. Changamoto mara nyingi huwa zipo, na changamoto zinaweza zikawa aidha upande wa serikali au upande wa wananchi. Ninaweza nikaanza na changamoto ambazo zinaweza zikawepo kwa upande wa wananchi. Shida kubwa inakuja pale ambapo wananchi aidha wanakuwa hawafahamu hasa haki zao hizi za kijamii ni zipi. Yaani kutokuwa na uelewa wa hizi haki za kijamii, hiyo inakuwa ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto nyingine inakuwepo ule utayari wa wananchi kuziendea ama kunufaika na zile haki zao za kijamii. Kwa mfano, tumesema kuna baadhi ya jamii katika nchi yetu hii bado hawana ule utayari wanapougua kwenda kutibiwa hospitalini. Lakini pia kuna baadhi ya jamii ama wananchi hawako tayari kupeleka watoto wao shule. Unaona, hii pia inakuwa nini? Inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinakuwepo kwenye kuhakikisha wananchi wote wananufaika. Lakini pia changamoto nyingine naiona ni kwenye ulinzi wa hii miundombinu ambayo inakuwa imejengwa ama imeanzishwa na serikali, kwamba wananchi wanailinda, wanajua ni wajibu wao kuilinda hii miundombinu. Tumeona baadhi ya maeneo wananchi wamekuwa wakiharibu vitu kama mabomba ya maji, wanafunzi wenyewe hawajali miundombinu iliyotengenezwa ya madarasa na changamoto ya kufikia usawa wa hizi haki za kijamii. Kisa ulishakutana na wana ambao kwanza wakagoma, pili utoaji wa maeneo pengine tujenge labda hospitali, wakagoma pia, wao wasionyeshe ushirikiano katika ni haki yao kwamba jamani, hapo tunataka tutengeneze barabara, wasema hapana,
Umeona hapa tega bomba la maji peleka kwingine na vitu vingine kama hivyo. Kuna namna inachelewesha utoaji wa haki kwa utoaji wa haki za kijamii kwa hiyo jamii husika kwa mfano. Kuna namna inachelewesha, lakini huwa kuna namna ya kuweza kufanikisha ushirikishaji, kwa sababu kama alivyoelezea msomi, kuna mahali pengine watu tu hafahamu kuhusu haki na namna atanufaika na zile haki. Kwa hiyo mtu anakuwa kajifungia kutokana na fikra zake au na mtazamo wake. Kwa hiyo na haki za kijamii zinasisitiza hasa mabadiliko ya kifikra, kwamba unapofanya jambo na watu wote pia wananufaika. Kama tukumbuke kwamba haki za kijamii ni kunufaisha watu wengi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakataa, huwa kuna namna. Kwanza, miradi mingi huwa lazima ianze na mchakato wa ushirikishaji wa wananchi. Kusanya maoni, wanasemaje, lakini pia unatenga makundi. Yaani ndio kanuni za kuwa na miradi ya kijamii. Sio kila mtu atakubali. Kuna wale ambao wanakubali moja kwa moja, lakini kuna wale ambao kwa sababu zao huwa wanaweza wakapinga. Kwa hiyo hatua inayofuata huwa ni kuweza kutenga hayo makundi, kuweza kuidentify, na lazima wachache wasikilizwe kwenye utaratibu. Na kwenye wachache wasikilizwe, hao ndio watu ambao sasa mnatakiwa mkakae nao, kuwaelewesha, kuwajengea uelewa. Na mara nyingi wananchi wao wanakubali. Hata wale ambao mwanzoni walikuwa wamekataa, mkikaa nao mkawaelewesha vizuri kwa nini mnataka kufanya kitu hicho, faida zake ni zipi, madhara ya kutokufanyika ni nini, basi huwa wananchi baadaye wanakuwa wako radhi kuweza kuachia ama kukubali, na mara nyingi wao wanakuwa wanashiriki tu kikamilifu. Okay. Umetamka neno ushirikishwaji. Ndio. Sera zetu ambazo tunaziandaa katika utekelezaji wa haki za binadamu zinatupa uwanda na uhuru wa kuwashirikisha hao wananchi, hasa makundi maalum wakiwemo watu wenye ulemavu, wazee, ambao kimsingi hizi haki za binadamu ndo ambao zinahitaji ziwafikie kwa ukaribu zaidi. Sera zetu zinatupa nafasi ya kushirikisha au basi tu tunashirikisha. Hakuna sera Tanzania hii imetungwa bila ushirikishaji wa wananchi. Kwa inaweza katika ngazi lazima mchakato uanzie kushirikisha hasa wale wanufaika wa ile sera. Tunashuka hapa ngazi ya kaya. Mtu mmoja mmoja, makundi, vijana tu, asasi, vijana, kila mtu anajumuisha, watu wa makundi maalumu, wazee, wanawake, watoto, pale inapowezekana kufikia jamii hata zilizoko pembezoni, watu wanaohama. Kwa hiyo sera zote huwa ni shirikishi. Lazima mchakato ushirikishi. Okay, wakili, kuna changamoto, kuna shida zinaweza kutokea iwapo hizi haki za kijamii kwa namna yoyote zile zinaweza kukiukwa katika jamii fulani. Kwa mfano, kuna changamoto hizi haki zikikiukwa. Ndio, haki hizi zinapokuwa zinakiukwa, changamoto zinakuwepo. Kwa mfano, linapokuja swala, tuanzie kwenye swala la afya. Ama tuende kwenye swala la afya, kwamba serikali imejenga miundombinu, imeweka wataalamu, imeweka vifaa, imeweka dawa na vitu kama hivyo, lakini wananchi wakashindwa kwenda hospitalini. Tunajua wanapougua kinini kinachotokea, watu watapoteza maisha, watu watakuwa na afya ambazo haziridhishi. Lakini kumbuke hawa watu ndio serikali ama nchi inawategemea kama nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tutashindwa kuzalisha ipasavyo. Kwa sababu gani? Wananchi wameshindwa kuzifikia zile huduma za afya zinazotokea. Kwa mfano, linakuja swala zima la elimu, kwamba wananchi wanapaswa kupata elimu. Sasa wananchi wasipokuwa tayari kwenda kupeleka watoto wao shuleni ama kujiendeleza kielimu, tutatengeneza taifa la aina gani? Taifa la watu ambao hawajasoma litakuwa ni taifa ambalo linapokuja swala zima la kuyafikia maendeleo, ni watu ambao watakuwa hawana uwezo wa kusaidia nchi kufikia kwenye maendeleo kama hayo. Okay. Sawa. Na ile la kuna watu ambao siwezaji kuwaacha mara nyingi nikitaka kuzungumza, na nitarudia tena, lakini tumesema katika masuala ya ushirikishwaji makundi maalum, nazungumzia wanawake, watu wenye ulemavu, wazee na wengine pia, lakini hususa hawa ambao ninawataja. Ni kwa kiwango gani tunahakisha pia hizi haki kwa upande wao zinakuwa najua kote tunalinda, lakini inapokuja swala la watu wenye ulemavu au watu ambao wanahitaji kidogo extra kwenda mbele zaidi, kuwa na jicho la tatu kwa upande wao, na kuna namna pia tunahakisha pia tunalinda hizi haki za kijamii kwa upande wao na tunawaconsider pia. Na haki za kijamii haziwezi kukamilika bila kufikia makundi yote, kama tulivyozungumzia, kutobagua na kuwa na usawa. Kwa hiyo kwa makundi ya watu wenye ulemavu, kwa mfano, tunaposema labda sasa hivi tunajenga uelewa, si ndio? Na siku hizi haki zinafundishwa kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo tunatumia mfano
wana haki ya kupata taarifa kuhusu haki hizo. Kwa hiyo tunafikiaje taarifa? Makundi ya watu wenye ulemavu wanazingatiwa kwanza, sehemu ambapo kuna hitaji watu wa lugha za alama wanakuwepo. Kama Channel 10 mnavyofanya taarifa zenu, kuna mtu pale ile inawasaidia kuweza kupata taarifa. Lakini hata maandishi. Lakini pia wakati wa kufanya hizi haki wanazingatiwa kwa kupewa, tunaangalia hata miundombinu ili waweze kufika. Tunasema huduma zikiwepo, ufikiaji pia waweze kufika. Tuna zile njia za wao kupita, kumwezesha akija kwenye eneo la labda hospitali ama shule, basi aweze kuzifikia kwa urahisi. Lakini ushirikishwaji pia, hata wakati uliniuliza swali kuhusu sera. Wakati wa kukusanya maoni, yani ni kundi muhimu sana ambalo lazima wafikiwe, waseme wao wanasemaje kuhusu hicho kitu ambacho kinaandaliwa. Ninakushukuru sana, muda wetu unatutupa mkono, lakini kabla sijakwenda kufunga, unaona wakili kanikata jicho la kiwakili zaidi. Bila shaka una wito. Nisikufilisi, nikupe sekunde 30 kabla sijakwenda kurudisha matangazo. Kwanza kabisa nianzie hapo ambapo dada Dija amemalizia kwamba makundi maalum na hasa watu wenye ulemavu. Ikumbukwe kwamba tunayo sheria katika kulinda haki za walemavu, tunayo sheria mahususi kwa ajili ya watu wenye ulemavu ambayo imeeleza haki zao na vitu kama hivyo kule ndani. Lakini kwa kukamilisha nitoe wito kwamba sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria tuna mpango maalum wa kutoa elimu ya haki. Na tunaposema haki ni haki zote, lakini ikiwemo pia hizi haki za kijamii, ambapo tutakwenda maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya kutoa hii haki hizi elimu ya haki zote kwa ujumla. Lakini pia niseme tu kwamba lengo zima la haki za kijamii ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na nchi ama jamii yenye usawa, na kwamba haki za kijamii zinataka kwamba tusimwache mtu yoyote nyuma katika kufikia dhima nzima ya maendeleo ya jamii nzima tulionayo. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kuzijua haki zao, na sisi tumesema kama wizara tutachukua hiyo hatua ya kwenda kuwapelekea elimu ya haki za kijamii, lakini baada ya kuzijua pia wanapaswa kutekeleza wajibu wao kwa kuzifuata hizi haki za kijamii ili waweze kuzifaidi. Asante sana. Dada Kisera, nisikuache, salamu zako tafadhali. Sekunde 30. Yeah. Mimi nawasa wananchi kwamba serikali imefanya kwa sehemu yake wajibu wake kwa mujibu wa mkataba, lakini sisi sasa wananchi ni wajibu wetu kwenda kuzitumia pale ambapo tunaona mambo hayaendi vizuri. Basi kuna mifumo ya kuweza kuwasilisha kero, malalamiko kwenye taasisi na ofisi mbalimbali, na zaidi miundombinu, kila kitu ambacho kimewekwa basi wawajibike kuweza kuzilinda pamoja na kuzitumia ili na vizazi vijavyo pia waweze. Asante sana. Haki za kijamii na wajibu wa kijamii ambao tulikuwa tunazungumza siku ya leo, miundombinu, maji bora zinazopatikana mjini na kijijini, pia zinapatikana nishati safi, maji na vitu vingine kama hivyo. Asante sana kwa kuchagua kilicho bora kabisa. Mimi naitwa Leonard Mwacha, ambao tulikuwa tunajadili nao siku ya leo ni wakili msomi Godfrey Ndege, lakini pia na Hadija Kisaini na afisa ustawi mwandamizi. Lakini fundi mitambo wetu siku ya leo ni Makamera ambao wamesababisha kutuona huko duniani ni Kuringe Mongi pamoja na Matendo Kasiki. Nirudishe matangazo haya jijini Dar es Salaam kuendelea na matangazo mengine ikiwemo marudio ya asubuhi njema.